kabisa ya baby shower ya dada yetu Zuhura ambaye pia ni binti wa mama yetu Hadija Kopa. Kwanza mama, hongera sana, maana ni jambo lako pia. Asante. Kwanza tunasema Mwenyezi Mungu ndo wakushukuriwa kwa kila. Kabisa, Mwenyezi Mungu ndo mwanzo kushukuriwa, na bado tuendelee kumshukuru, tuendelee kumwomba sababu bado hajajifungua, ajifungue sana. Nataka nisikie ile feeling yako baada ya kusikia anakuja mjukuu wa kike. Mimi nilikuwa najua kwa sababu nampeleka mwenyewe hospitali, clinic najua. Kwa hiyo nimejisikia vizuri. Ile siku ya kwanza ulivyojua kule kliniki kwamba nimejisikia vizuri kwa sababu naye mwenyewe alikuwa anapenda apate mtoto wa kike. Alikuwa anatamani apate mtoto wa kike. Na wewe pia? Na mimi pia, mimi napenda sana watu wa kike. Sawa, tumeona leo imekuwa ni baby shower na Watanzania wao kwa mara ya kwanza wamefahamu jinsia ya mtoto wa kike. Umebaki muda gani tu kujifungua? Wiki? Mwenyezi Mungu yeye ndo anayejua umebaki muda gani. Jambo kama hilo huwezi kulipanga wewe, anopanga. Marafiki, ndugu, jamaa wamekuwa ni wengi sana ambao leo wamehudhuria hapa. Hii imekuonyesha kitu gani kwenye maisha ya binti yako na wewe pia? Wenziwe ndo wameambizana wenyewe na wamemuunga mkono, au unaona wamekuja, kuna grupu iliona ifanye kitu kama hicho. Si wenyewe tulikuwa hatuna mambo hayo babisha nala hatujafikiria, lakini wakasema wamfanyie surprise, lakini wakaona waje wanishauri mie. Nikamwambia sawa, hamna tabu. Tukamuuliza na mwenyewe, utapenda kufanyiwa hiyo baby shower? Akasema sawa. Kwa hiyo ndo wakaamua kwa umoja, wote ni upendo, maana angekuwa wampendi wasingemfanyia. Ni upendo. Nafurahi kwa mwanangu anaishi vizuri na wenziwe. Sawa, Mama Hadija, wewe ni mzazi na tunajua mzazi ni mtu wa kwanza kabisa kusimamia yale malezi ya binti yake na familia yake kwa ujumla. Yanazungumzwa mengi sana bwana, hebu zungumza leo na Watanzania, wewe ndio unaweza kuweka kitu sawa. Wanasema Zuchu ana furaha kwenye maisha yake ya mahusiano, kumekuwa na migogoro mingi. Inawezekana leo tumemwona mzazi. Hayo kwa hisani yako usiniulize mimi, sio Zuchu. Mimi mama lazima uletewe yale mama. Basi wala furaha ya mtu anajua mwenyewe. Furaha ya mtu anajua mwenyewe ndani ya moyo wake. Usisemee moyo wa mtu. Lakini Diamond amekusifia sana kwamba wewe ni bora sana katika kuhakikisha wanasonga mbele zaidi. Neno lako moja kama na hiyo misamaha mfululizo huko Zanzibar kwamba walienda kumpigia magoti. Ndakasema mwenyewe, sio mimi. Lakini mama ulishuhudia hayo. Kuna mama wengine wanataka kujifunza wewe kama mama Hadija Kopa kwenye kulea watoto. Mimi naishi kwa misingi ya Mwenyezi Mungu, naishi kwa misingi ya dini niliolelewa mimi na wazee wangu. Mimi napenda sana, sipendi maadui, napenda sana usalama, napenda sana watu wasigombane, napenda vitu kama hivyo. Kwa hiyo nimeishi kwa maadili hayo na bado naendelea mpaka kwa watoto wangu. Sipendi mifarakano, sipendi watu wagombane, ndio maisha yangu. Napenda watu. Kwa hiyo hayo ni maisha yangu, na ndio maana Diamond anasema ananijua nikitokezea tatizo linapokuwa, ndio maana akasema. Tunamsikia Diamond bana, alafu juzi tu tulimsikia dada yetu mmoja anaitwa Maimartha amesema mama yetu Hadija simu zake hazipokelewi na Diamond anapiga sana simu zinablokiwa. Anajuaje? Mambo ana nani? Walimwengu. Sasa mambo walimwengu ananiambia mimi ananihusu. Lakini hiyo nguvu watu kama hao wanaipata wapi? Wakati wewe ni mama na mtu bora na heshima. Wenyewe na hasada zao na mambo yao, acha waseme wanachokisema. Lakini Mwenyezi Mungu atawaombua, iko siku leo Mungu kawaombua. Labda kwa tafsiri hii, una nini cha kuambia Watanzania ambao wanatazama hapa mama Hadija Kopa? Naambia tuwalee watoto wetu vizuri, tukae na watoto wetu vizuri, watoto wa kiume, watoto wa kike. Kwanza cha msingi tuwashirikishe watoto kwenye dini. Mtoto akiwa anajua dini, anakuwa na imani fulani na anakuwa na upeo fulani wa kuishi na watu, kuishi ni kwenye familia, ustahamilivu na mambo mengi anaweza kuvuta subra. Kwa hiyo sisi kina mama tuna watoto wa kiume, tuna watoto wa kike, tunatakiwa tuwasomeshe watoto wetu, tuzungumzie nao watoto wetu. Watoto hatuzungumzi nao, ndio maana watoto vitu hawavijui. Sisi wazee wetu walituzungumzisha, walikuwa wanatuambia, na sisi pia tuwazungumzisha watoto wetu, tuambie ubora wa kuishi na wake zao,
wa kuishi na waume zao, wa kuishi na watu pia mitaani. Kuna kitu ambacho kuuliza Mama Khadija Kopa, lakini kwa ajili ya kujenga zaidi, kwa sababu wewe ni mtu mkubwa na unaheshimika katika nchi ya Tanzania. Wanasema kwamba ile siku ya sherehe ya Mama Dangote haukuwepo, labda utuambie, labda pengine ni mitikasi ya kikazi au udhuru au ilikuwaje? Mimi mtu wa kazi, unanijua mimi, nasafiri sana. Kwanza ile siku ya sherehe mimi hata sikuwepo hapa Dar es Salaam, nilikuwa nimesafiri. Lakini ulipelekea zawadi kama mama? Sijapeleka zawadi, siwezi kusema kitu cha uongo. Okay. Na sikujua sasa kama kuna sherehe. Ina maana niliona kwenye mitandao. Ina maana hawakukupa taarifa? Ya nini wanipe taarifa, kwani kuna ulazima? Lakini unaonekana mwenye moyo wa aina yake sana Mama Khadija. Unaonekana mwenye moyo wa aina yake sana. Vitu kama hivyo mimi havishughulishi. Mbona vitu vidogo tu hivyo? Ni vitu vidogo tu, ni vitu vya kawaida. Sawa, leo tumeona jambo kubwa, japo palijaa sana kwa kweli, wengine mpaka nafasi za kukaa palikuwa hapatoshi. Sasa kwa hivyo hatukualika watu, tumewaambia jamaa zetu tu wakalika. Okay, sawa. Zuchu atajifungua, najua patakuwa na mambo mengi makubwa. Labda kwa watu wa Zanzibar, Mama Khadija, mnawapelekea nini basi? Kwanza najua hata kule pia mna ndugu na nini, sio wote wataweza kufika hapa. Mungu atajalia, inshallah atakuja wakati mwingine. La mwisho Mama Khadija, kwa hujisikii vibaya unavyoona mke wako anahusishwa kuwa na mahusiano mengi ya wanawake wengi? Nani? Diamond. Kwani wewe umemuona kwenye mahusiano ya wanawake wengi? Anahusishwa sana. Si anahusishwa. Wewe hujamuona eti? Si anahusishwa. Hata mimi naweza nikahusishwa, lakini kawa sio kweli. Wanazungumza huwa haikusumbui. Hainisumbui, mimi nisumbueni. Mimi nisumbui. Bali nisumbui. Mambo ya kuhusishwa, sisi mambo ya kuhusishwa, mambo ya kudhani, sio kuambiwa hivi na hivi, au vitu vya kawaida wa binadamu. Na binadamu wengine hawapendi watu wasikilizane, wanapenda watu wanataka wataachana lini? Wataachana lini? Sasa mimi vitu vya kipuzi, sio kahusishwa, sio kadhaniwa, sio kaonekana wapi, mimi havinishughulishi. Mimi sio kwanza nilolewa, aliolewa Zuhura. Yeye mwenyewe ndo anajua ndani ya nafsi yake. Kila mtu na moyo wake. Mimi vitu kama hivyo havinipitabu, vitu vya kawaida tu. Basi tuseme inshallah Mama. Inshallah. Basi mo